Mazishi ya Ali Khamenei kufanyika Julai, huku mfumo wa kitawala ukikabiliwa na balaa za kiroho na kiuchumi. Kutokea Tehran, Iran, baada ya zaidi ya siku 100 tangu kuuawa kwake katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israeli mwishoni mwa mwezi Februari, serikali ya Kiislamu ya Iran imetangaza rasmi kuwa ratiba ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Said Ali Khamenei itaanza rasmi mapema mwezi ujao, Julai 2026. Tangazo hilo lilitolewa na vyombo vya habari vya serikali IRIB na Tasnim, lilibainisha kuwa shughuli za kuaga na mazishi ya kihistoria zitafanyika kati ya Julai 4 na Julai 9, zikihusisha miji mikuu ya Tehran, Qom na kuhitimishwa kwa buriani ya mwisho mkoani Mashhad. Pamoja na Khamenei, washirika wengine wa familia yake waliouawa katika shambulio hilo la bomu pia watazikwa. Ingawa utawala wa Tehran umepanga kutumia siku hizo 6 kutengeneza onyesho kubwa la propaganda za kimataifa kuonesha mshikamano wa umma, wachambuzi wa mambo ya kijiografia na kisiasa wamebainisha kuwa kinachozikwa kiuhalisia ni kilele cha itikadi iliyoferi ya utawala wa kidini wa kihafidhina na mkakati wake wa kusafirisha mapinduzi ya Kiislamu nje ya nchi. Kifo cha dharura cha Khamenei kimeuanika utawala huo hadharani, kikionyesha kufilisika kwao kiakili, kiasi na kiroho ndani ya miaka 36 ya utawala wake wa chuma. Taifa hilo la kale la Uajemi limetupwa kwenye kingo za dharuba zito, ambapo ya kwanza ni kuanguka kiuchumi, ni kwamba vikwazo vikali na gharama za kufadhili vita kwa niaba vimesababisha mfumuko mkubwa wa bei na umaskini wa kutisha kwa wananchi wa kawaida. Lakini mkakati wa uhasama umesababisha Iran kuwa kisiwa kilichotengwa na mifumo ya fedha duniani na migogoro ya ndani, ambapo wananchi wengi hasa vijana wamekataa hadharani maono ya kifidhina na ya kiongozi wao huyo wa kidini, jambo lililoshuhudiwa kupitia milipuko ya shangwe za siri na maandamano ya mara kwa mara baada ya taarifa za kifo chake kuthibitishwa. Tangazo hili la mazishi limekuja wakati kukiwa na sintofahamu kubwa kuhusu mustakabali wa nchi hiyo, ingawa mtoto wake Mojtaba Khamenei alitangazwa rasmi haraka kama mrithi wa kiti hicho, na hakuna mrithi yoyote atakayekuwa na uwezo wa kufufua au kulazimisha maono ya kisiasa ambayo tayari yameshamwagwa mafuta na kukataliwa na idadi kubwa ya Wairan. Migogoro wa kiongozi na kisaikolojia ndani mfumo huo sasa hauwezi kuficha tena, ambapo shinikizo la amani ni kwamba ili kujinusuru na anguko kamili kiuchumi na kijeshi baada ya mashambulizi ya mwezi Februari, serikali ya sasa ya Iran chini ya Rais Masoud Pezeshkian imelazimika kukubali kusaini mkataba wa dharura wa amani nchini Ufaransa na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo makubaliano yanalazimisha Iran kurudi nyuma kinyuklia ili iruhusiwe kuuza mafuta na kupata mfuko wa ukarabati wa dola bilioni 300. Lakini mpasuko wa kijamii, ambapo viongozi wa juu wa kidini wakijiandaa kwa msururu wa maombolezo kuanzia Julai 4, jamii kubwa ya Iran inaangazia mustakabali mpya, ikiamini kuwa mradi wa sasa uliowaletea mateso, umaskini na upweke kwa miongo minne sasa umefikia kikomo chake, ambacho kinatajwa kuwa ni kigumu kihistoria.